أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Nitumie nafasi hii washukuru ndugu watangazaji ambao mmeamua kwa khiari yenu kututembelea hapa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Lengo na dhamira mpate yanayojiri hapa barazani, lakini lengo na dhamira tuweze kuwafikishia ujumbe wa Islamu, lakini tuwafikishie ujumbe wa Tanzania, na ujumbe wenyewe unatokana na kufikia mwisho wa mwaka 2025, ikiwa leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, ikiwafiki na Rajab mwezi 10 1447. Mmekuja kwa maana tufikishe ujumbe huu, lakini tuendelee kukumbushana juu ya kukaribisha kwa ihsani na wema mwaka 2026. Kwanza niseme kwa unyenyekevu mkubwa, tunatoa shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu mwenye ufalme na utukufu. Hatuna kikubwa tulichokifanya kwa Mungu mpaka akaweza kutufikisha mwishoni kabisa mwa mwaka huu 2025. Si kwa wema wetu wala kwa ujanja wetu wala kwa ibada zetu, kwamba ndio Mwenyezi Mungu katusaza katuacha mpaka kufikia hatua hii na umri huu na kufikia mwisho wa mwaka huu. Wako wengi ambao ni waja wake Mungu anaowapenda na kuwathamini, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu kawachukua, wako tahta turab, wako chini ya udongo kwenye tabaka la ardhi, lakini wengine wamo ndani taabani, wengine wako mahospitalini. Kwa jambo la kwanza, ndugu zangu wa Tanzania, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila neema. Ukiwa umepata uhai na umefika mwisho wa mwaka ukiwa hai salama mwenye afya, wajibu wako ni kumshukuru Allah, kumshukuru Mungu. Lakini ukiwa pia ni mgonjwa na maradhi, haina maana Mwenyezi Mungu amekuonea. Wajibu wako ni kumshukuru Allah, kumshukuru Mungu. Lakini pia hata ikiwa wako waliotangulia mbele ya haki, sisi ndugu zao, wajibu wetu ni kuendelea kuwaombea, na hii ni kadari ya Allah. Wito wangu katika siku tukufu ya leo, siku ambayo tunakwenda kumaliza, Mwenyezi Mungu akijalia, tunakwenda kumaliza mwaka mpya, mwaka 2025. Katika masiku haya tunapokwenda kumaliza, kwa kawaida watu hufurahika, watu hucheza, watu hushangilia. Wito wangu ni kuwaomba Watanzania tuendelee kusherehekea kumalizika kwa mwaka 2025, tuendelee kuukaribisha kwa kheri, kwa furaha, kwa salama na amani. Tujiepushe yale yote yanayoweza kuharibu, kuuaga mwaka na kuukaribisha mwaka ujao. Yako mambo ambayo hufanyika wakati mwingine, utawakuta baadhi ya vijana wamejigrupu na kujikusanya mitaani au kwenye barabara kubwa kubwa, wakipiga fataki, wakichoma mataili na kadhalika. Yale mambo kwa hakika hayatakiwi, si katika tabia njema, si katika mfumo mzuri wa kusherehekea uingiaji wa mwaka mpya. Na hapa niseme kuwatoa mashaka Waislamu, usije ukasema mwaka huu si wetu. Hapana, huu mwaka unaitwa miladia, ni mwaka unatambulika na hisabu yake ni toka kuzaliwa Nabiullahi Isa alayhi salam. Kwa hiyo ni mwaka wetu, na ndio maana kupitia tarehe hizi tunapokelea mshahara, tunaandaa sherehe za harusi zetu, tunaandaa maulidi zetu, tunatengeneza utaratibu wa walima,
tunapanga tarehe za makongamano, tunaweka tarehe za hitima na kadhalika. Kwa hiyo ni mwaka wetu, sio kwamba sio mwaka wetu. Tuna wajibu wa kusherehekea, tuna wajibu wa kufurahikia, pamoja na kwamba Uislamu unayo kalenda yake ya Hijria, yani toka kuhama Mtume Maka kuhamia Madina, lakini mwaka huu bado tuna wajibu wa kusherehekea. Tusherehekee vipi? Na shauri napendekeza kwenu watazamaji wetu watukufu, tusherehekee kwa amani, kwa utulivu, tusherehekee kwa kuunga udugu, tusherehekee kwa kusameheana, tusherehekee kwa kuvumiliana, tusherehekee kwa kutambua mamlaka na nafasi ambazo Mwenyezi Mungu amewapa wengine. Wewe uliye mdogo endelea kumheshimu mkubwa, wewe uliye mkubwa mhurumie mdogo. Lakini wewe mwenye mamlaka, tambua mamlaka ulionayo umepewa na Mungu, una wajibu wa kuwatumikia walio chini yako. Na wewe ulio chini, kwa maana raia, endelea kuheshimu mamlaka, kwa sababu mamlaka zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Maamuzi ya mtu kuwa kwenye mamlaka ni maamuzi yake Mungu. Kwa hiyo kwenye kipindi hichi tuendelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Tanzania Mwenyezi Mungu ameipa neema na fahari ya kuwa nchi kisiwa cha amani. Imesifika dunia nzima, imesifika Afrika, imesifika Afrika Mashariki. Tuendelee kuiombea nchi yetu. Mwenyezi Mungu ajalie idumu amani yake, udumu utulivu wake. Lakini tusisahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye pamoja na kizazi chake, familia yake, lakini wasaidizi wake, makamu wake wa rais, lakini waziri mkuu, lakini mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wote ambao wanamsaidia rais. Mwenyezi Mungu awabarikie, na tuviombee vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mwenyezi Mungu aendelee kuvibarikia na kuvihifadhi. Kwa upande wa Waislamu wa mkoa wa Mwanza, tunayo mipango yetu ambayo tulijipangia kwa mwaka 2024 mpaka 2025. Alhamdulillah, yako mambo tumepiga hatua. Basi yale yote ambayo hayajakamilika sasa ni kuongeza mwendo, kuongeza spidi, kuongeza kasi. 2026 iwe ya mafanikio, yaende yakakamilike. Lakini yale ambayo tulikuwa tumeyapanga hatujaanza, ni wakati sasa wa kuyaanza, na kwa pamoja Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuhakikisha kwamba tunalinda nchi yetu. Nchi hii ya Tanzania ni tunu, ni zawadi tuliopewa na Mola wetu. Na kubwa zaidi kwa upande wetu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, tunayo ada kila ifikapo tarehe 1 ya mwezi wa kwanza, huwa tunaandaa chakula wa kula pamoja na watoto yatima. Na hapa nitumie nafasi hii kumshukuru sana mkurugenzi wa Rock Solution, ndugu yetu Bwana Zakaria Elias Nzuki, ambaye amechukua dhamana hii. Huu ni mwaka wa 8 anafanya jukumu hili, kulisha yatima, baadhi kusaidia yatima, lakini katika siku hiyo hutoa zawadi kwa ajili ya watoto kwenda kuanza shule, kwa maana madaftari, kalamu na vifaa vyote vya taaluma. Basi hii tarehe 1 siku ya Alhamisi ambayo itakuwa ni mwezi wa kwanza, nikikusudia kesho tukio hilo litafanyika hapa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Shime alaikum, nikukaribisheni. Watoto yatima tunawataka na tunawaombea. Kwa nini? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha akasema, ana wa kafilul yatama kahataini fil janna, wa ashara ila asbi'aihi. Mtume anasema, mimi Muhammad na yule anayemfanyia wema yatima siku ya Kiyama tutakuwa pamoja. Akaashiria vidole vyake viwili, maana ya kwamba yule anayesaidia yatima, anaelea yatima, anayemhudumia yatima, anayemhurumia yatima, anayetoa chake kwa ajili ya yatima, afahamu kwamba atakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika pepo. Lakini kubwa zaidi, ikiwa unataka mambo yako ya kuendee vizuri, yaende salama, ufiki unaopataka, saidia yatima. Kwa ujumla, toa sadaka. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumshukuru ndugu yetu Bwana Zakaria Elias Nzuki kwa kazi nzuri anayoifanya kila mwaka, hajapata kuacha, ameyafanya haya kwa muda wote. Na sisi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tunaendelea kutoa wito kwa Watanzania na Waislamu kuendelea kushikamana, kuiombea nchi yetu, na pale ambapo tumeanzisha miradi yetu, mfano kwa Mwanza, miradi ya kujenga vituo vya afya inatakiwa iendelee, na tunaomba Mwenyezi Mungu iendelee. Na nitumie nafasi hii kutangaza rasmi kwamba Mwenyezi Mungu akijalia, tunao utaratibu kila ifikapo mwezi 17 Ramadhani, tuna tukio kubwa katika mkoa wa Mwanza linaitwa Badri Day.
Tukio hilo ni siku ambayo walipigana Waislamu na mushrikin wa Makka katika swala zima la kuiongoza dini na kuifanya dini yetu ibakie. Inaitwa vita vya Badri. Sisi tumeibadilisha kutoka kwenye vita ya panga, sasa ni vita ya kifikra, sasa ni vita ya maendeleo. Kwa mwezi 17 Ramadhani ambayo inakisiwa kutokana na muandamo wa mwezi, inahisiwa itakuwa tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Kwa hiyo siku ya tukio la kulisha mayatima na kula pamoja na mayatima, siku hiyo pia ambayo ni siku ya Alhamis kesho, tutazindua uanzaji wa mchakato wa tukio hilo ambalo litakuwa ni tukio kama la 4 kwa miaka 4 mfululizo tunafanya wana Mwanza. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunasimamia dini, tunaipigania dini. Mwisho ni muombee Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, ambaye ni kwa juhudi zake, fikra zake, mawazo yake amehakikisha baraza mkoa wa Mwanza linasimama, lakini baraza Tanzania linasimama. Na ikumbukwe BAKWATA ni chombo cha Waislamu wote kwa mujibu wa katiba yake. Katiba ya BAKWATA ndiyo inayotamka kwamba sisi Waislamu wa Tanzania tumeunda chombo kinachoitwa BAKWATA kwa lengo la kusimamia masulia ya Waislamu. Kwa hiyo kila aliye Muislamu wa Tanzania ana haki kujivuna na BAKWATA yake, isipokuwa yule atakayekataa yeye mwenyewe. Kwa hiyo nitoe wito kwa Waislamu, tuendelee kuliunga mkono baraza letu tukufu la BAKWATA, tuendelee kulisaidia, na kutokana na harakati na mambo yanayofanyika ndani ya baraza ni mambo makubwa yasiyokuwa na mfano, ambayo wakati mwingine huyapati kwenye taasisi zingine. Lakini tumuombee Mheshimiwa Mufti kwa namna alivyounganisha Waislamu, kuwaleta pamoja, kuwafanya kuwa kitu kimoja, na wote wakasimama chini ya kalima tauhid ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo tuendelee kumwombea Mheshimiwa Mufti, tuwaombee viongozi wetu wa dini, tuwaombee Watanzania wote. Mungu atupe maelewano, ushirikiano, tusibaguane kwa misingi ya kabila, tusibaguane kwa misingi ya dini, tusibaguane kwa misingi ya maeneo tunayotoka. Niwaombe sana, tunakwenda kuupokea mwaka 2026, tuupokee kwa bashashi, kwa heshima, kwa taa, kwa kufikirisha kufanya ibada, kufanya matendo mema, tupeane sadaka, tukaribishane vyakula, almuhimu tusaidiane, yule mwenye madhaifu aondolewe, tuwatembelee wagonjwa, tujitolee damu, kwa sababu hili jambo la kutoa damu, kusaidia jamii katika eneo hili la kutoa damu ni eneo muhimu sana. Huwezi kuipata damu dukani wala sokoni wala mahala popote. Damu ni kujitolea. Sasa hii ni sadaka kubwa, tuendelee kuitolea damu, tusaidie watu wasiojiweza, tusaidie mafakiri, tusaidie wajane, tusaidie maskini, kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Tusherehekee kwa kufanya mambo yanayompendeza Mwenyezi Mungu, tusifanye mambo ya kwenda kufanya maasi, kwenda kulala mahotelini, kufanya zinaa, kwenda kuchoma mataili, kwenda kutumia israfu, kutumia fedha kwa fujo na kuharibu matumizi ambayo yangeweza kusaidia kwenye elimu, kwenye mahospitali, kwenye kila kitu. Badala yake tutumie vizuri kama Watanzania waungwana, wenye heshima, wenye dini, wanaotii mamlaka. Yako maelekezo tutapewa na viongozi wetu wa serikali. Naomba sana tuyatii maelekezo hayo ili tuwage mwaka wetu 2025 kwa amani na tupokee mwaka 2026 kwa amani. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atukinge na moto. Mwenyezi Mungu atujalie tuwage mwaka 2025 kwa amani na salama, na atujalie kuingia mwaka 2026 kwa amani na salama. Na Mungu awarehemu mauti wetu waliotangulia mbele ya haki, na Mungu atujalie mwaka 2026 uwe mwaka wa kheri na baraka. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.